Na mtazamaji, mahakama imemfidia mmoja wa waathiriwa wa ulanguzi wa binadamu nchini Myanmar shilingi milioni 5 baada ya kubaini kwamba maajenti wa humu nchini walimlaghai kuwa angeajiriwa nchini Thailand. Maajenti hao walipatikana na hatia ya kumzuilia Mkenya huyo katika kambi ya mateso nchini eneo la Myanmar kumradhi, ambapo alikuwa anashirikishwa kuwalaghai watu mtandaoni. Na kama anavyoarifu Emily Chebet ni kwamba Jaji Baira Mungaya amewaamrisha washtakiwa kutoka kampuni ya Gratify International Limited kumlipa kijana huyo wa chuo kikuu. Alikuwa miongoni mwa Wakenya 78 waliorejeshwa Aprili mwaka huu baada ya miezi kadhaa ya mateso ndani ya kambi za Myanmar. Mwanafunzi huyu wa chuo aliyesitisha masomo yake akiwa na matumaini ya kazi nzuri Thailand alijipata mikononi mwa walaghai wa mtandaoni nchini Myanmar. Mimi nilipelekwa Myanmar na agent anaitwa Virginia Murithi. Nilimlipa commission ya 200k. Runinga ya Citizen iliangazia mateso ya mamia ya Wakenya mapema mwaka huu, waathiriwa wakilaghaiwa na maajenti nchini na kuwakabidhi wenzao Thailand, ambao wanawasafirisha kimagendo hadi kambini wanakufungiwa na kufunzwa kuwaadaa watu na kuwaibia mtandaoni. Unaingia Instagram una search maybe rich kids in Dubai, like wenye wako na magari kali, picha zenye wamepiga kwa hoteli kali. Au ndo unatumia kama karakta wako. When they're in those scam compounds, they're given scamming targets. And if you don't, sometimes they make you to stand on very sharp stones while carrying 20-liter jerrycans of water on your head for up to 24 hours. They feed you on frogs, on snakes. Mahakama imeipata Gratify Solutions International, kampuni iliyowasajili Wakenya hao Oktoba mwaka 2024 na wakurugenzi wake Virginia Murithi, Ann Njeri na Boniface Owino na hatia ya ulanguzi wa binadamu. Koti ilichambua ushahidi wa jumbe za M-Pesa na mawasiliano kupitia WhatsApp na kuwapata watatu hao na hatia. They were not also compliant with the National Employment Agency requirements for lawfully recruiting and exporting Kenyans for labor. So from the name, just the name itself, you can see it was tailored to deceive Kenyans that it was an international recruitment agency duly licensed to perform those duties. Kampuni hiyo ikiamrishwa kumfidia mwathiriwa shilingi milioni 5. Mi plan niko nayo maybe after compensation ni kulipa hizo madeni, juu hizo nayo zinasumbua mzazi sana. Like nilipe hizo madeni ziishe. After juu bado ziko na interest na bado zinaendelea kupanda. After hapo nirudi shule pia mi at least nimalizie penye nilikuwa nimeachia. Waathiriwa wanasema mamia ya Wakenya wako katika kambi hizo. Wiki hii jeshi la Myanmar lilivamia kituo kikubwa cha utapeli katika mpaka wa Thailand na kuwakamata karibu watu 350 na simu 10,000. Emily Chebet, Runinga ya Citizen.